So guys, kumekuwa na mfuriko mkubwa sana wa Wakenya kuelekea zao Russia kule kwa minajili ya kutafuta kazi, ambapo mwisho wa siku wanajipata kwamba wameingia kwenye kikosi cha majeshi cha kupigana vile vita kati ya Russia pale ndani, na hivyo basi wengi sana wameweza kuuliwa na kurudishwa makwao wakiwa ni maiti. Na wakati mwingine pia vile vile serikali ya Russia imeungana na serikali ya Kenya na kuzungumza kwa lugha moja na kuzungumza kwa sauti moja, ambapo serikali ya Russia imesema na kukubaliana na serikali ya nchi ya Kenya ya kwamba kabisa kama serikali ya Russia au hawakulazimisha mtu yoyote yule kutoka nchini Kenya aende kule kwa kupigana vile vita vya Ukraine, lakini Wakenya wenyewe kwa sababu ya njaa zao walizokuwa nazo ndio kitu ambacho kilisababishia mpaka hao kwenda zao ndani ya Russia ili mradi waweze kupigana vile vita dhidi ya Ukraine. Hivyo basi serikali ya Russia imethibitisha kwamba kunao baadhi ya Wakenya ni kweli kabisa ambao waliweza kuuliwa na miili yao kwa sasa imekuwa dumped kwenye dumping site hivi, ambapo Wakenya hawa wanahitajika ama miili hii inahitajika familia zao ama serikali ya Kenya isimamie gharama zote za kuwaregesha nyumbani, lakini kama serikali ya Russia imekataa kabisa kusimamia gharama hizo, ambapo ndo pale waziri huyu ambaye anashikilia mambo ya nje Musalia Mudavadi ndani ya nchi ya Kenya ameweza kusimama hapo juzi na kuzungumza na nchi ya Kenya kwa ujumla ama wananchi wa Kenya kwa ujumla, na kuwashauri na kuambia kwamba wawe makini siku zote endapo wanataka kusafiri kwa njia yoyote ile kuelekea nchi yoyote ile. Juzi nimekuwa kule Urusi, nilienda Russia kwa niaba ya Wakenya kwa sababu kuna vijana wetu wengine walijiingiza kwa matata, wakaenda ati wanafikiri ati watamenyana na mambo mengine kule. Wameenda kule wamejiingiza kwa vita ambavyo hawajui kiini chake. Wanasema ati wanataka wapigane huko. Sasa wengine wachache wamepigwa, wamepoteza maisha yao. Sisi tumeenda kule kwa muda huu. Serikali ya Kenya imekuwa ikizungumza na tumejaribu, tumetoa watoto wetu huko karibu 47 sasa ambao wametoka Russia, walikuwa wamejiingiza kwa mtego. It is a serious thing. Kwa hivyo nataka nihimize kwa vijana wetu, ikiwa tunataka tutafute kazi kule nje, kwa sababu katiba inasema unaweza tafuta kazi nje, hakikisha kwamba... So ladies and gentlemen, kuna swali hapa ambao nataka tujiulize sote kwa pamoja, ambaye anapaswa kulaumika ni serikali ama ni yule mwananchi mwenyewe ambaye anajitolea na kusafiri, ama ni yule agent ambaye anawashikilia na kuwasimamia hao wote ambao wanataka kusafiri? Lakini hapa kwa kijiji pande, kulingana na yale ambayo tumeona yametokea tayari hapo awali, ama baadhi ya wale ambao waliweza kuuliwa, Wakenya waliweza kuuliwa ndani ya Russia, basi nitaanza kulaumu wale ambao wanasafiri ama wale ambao wenyewe wanajitoa muhanga kwa minajili ya kusafiri kwenda hizi kazi. Acha nikwambie tu kisa cha kwanza cha mauaji ya Wakenya ambayo yaliweza kutokea na kaenda viral kwenye mitandao, ni baada ya kwamba kuna yule Mkenya ambaye alikuwa amesafiri kwenda nchi ya Qatar, ambaye alikuwa akifanya kazi kama ya security pale, lakini kwa sababu aliona ya kwamba kuna chance ya yeye kwenda zake Russia na kwenda kupigana na kupata pesa nyingi zaidi, basi hakusita, alichukua nafasi ile na kwenda zake Russia, na mwisho wa siku akaenda akauliwa kule baada ya kwamba amepata mafunzo ambayo ni hafifu. Na vita vile kiukweli kabisa vinataka mtu ambaye amesomea na mtu ambaye ako na ujuzi na uzoefu tayari kazini, lakini kwa sababu ya uhafifu wa mazoea na uzoefu ambao tunaozungumzia hapa, jamaa huyu aliweza kuuliwa, na wana ikaleta taarifa wengi sana wakazungumzia masuala mazima haya ya Russia. So ifahamike tu kwamba huyu jamaa hakusafiri kutoka nchini Kenya, bali alisafiri kutoka nchini Qatar. Na wale ambao wanasafiri kutoka nchini Kenya pia vile vile wengi wao ama familia zao watajitetea na kusema kwamba hawa wengi wao, 99.9%, mmoja wao ama wengi wao ni wale ambao walidanganywa na kuambiwa kwamba wanaenda kule kwa sababu kufanya kazi tofauti tofauti, lakini mwisho wa siku walipofika pale walijipata kwamba wanafanya kazi nyingine ambayo ni kazi ya kijeshi ambayo hawakuitarajia, lakini kwa
sababu walikuwa wameahidiwa ya kwamba mwisho wa siku ama mwisho wa mwezi kuna pesa nyingi zaidi itaweza kuingia mifukoni mwao. Hawakusita, ikabidi wakubali ili mradi waweze kupokea kile kipato ambacho hawakukitarajia ya kwamba watakipokea karibuni ama kwa maisha yao. Hivyo basi serikali ya Kenya imewakataza wananchi wa Kenya na kuambia kamwe kabisa wasikubali kuingia kwenye jeshi la nchi nyingine, kwa sababu kuingia kwenye jeshi la nchi nyingine tayari ni hatia. Kuna vijana wetu wengine walijiingiza kwa matata, wakaenda ati wanafikiri ati watamenyana na mambo mengine kule. Wameenda kule, wamejiingiza kwa vita ambavyo hawajui kiini chake. Wanasema ati wanataka wapigane huko. Sasa wengine wachache wamepigwa, wamepoteza maisha yao. Sisi tumeenda kule kwa muda huu. Serikali ya Kenya imekuwa ikizungumza na tumetoa watoto wetu huko karibu 47 sasa, ambao wametoka Russia, walikuwa wamejiingiza kwa mtego. It is a serious thing. Kwa hivyo nataka nihimize kwa vijana wetu, ikiwa tunataka tutafute kazi kule nje, kwa sababu katiba inasema unaweza tafuta kazi nje, hakikisha kwamba unapata ushawishi kutoka kwa Department of Diaspora, na unapata ushawishi kutoka kwa Ministry of Labor, na unapata ushawishi kwa departments za serikali vizuri, kabla hujapanda ndege na kwenda kwa pahali ambapo haujui na hauelewi. Hii ndio shida tumekuwa nayo. Kwa hivyo nilipoenda kule, nilikuwa nazungumza kwa niaba ya Wakenya, na ukweli wa mambo kwa vijana ambao wako hapa, ni vizuri niwaeleze kwamba kwa kisheria ya Kenya, Penal Code, sheria Penal Code kifungo ama cap section 68 of the Penal Code ya sheria ya Kenya inasema ni hatia, ni makosa Mkenya yeyote kuenda kujiunga na kikosi cha taifa lingine na kujiingiza kwa vita bila idhini ya Rais wa Jamhuri ya Kenya kama Commander in Chief wa majeshi wa Defense Forces za Kenya. Kwa hivyo hawa vijana ambao walienda kule walikeuka sheria, wamevunja sheria. Lakini sisi kama serikali tunatambua hawa ni Wakenya wetu, na ndio kwa sababu nikaenda Russia tuzungumze, watoke kwa hali ya utata, warudi nyumbani, waende kwa familia zao. Hatutaki kuwafuata kisheria, kwa sababu tunataka labda tuzungumze iwe kama amnesty, tusiwafate. Lakini tumepanga na tumesikizana na serikali ya Russia kwamba kamwe tena hawataajiri wa Kenya kwa majeshi ya huko.